Uhusiano kati ya Iran na Israel umejaa misukosuko na mara kwa mara huibua hofu ya kuzuka kwa vita kamili katika Mashariki ya Kati. Mvutano uliopo una mizizi mirefu na unatokana na sababu mbalimbali za kihistoria, kisiasa, kidini na kiusalama. Sababu kuu zinazochochea mvutano huo ni mpango wa nyuklia wa Iran. Hii ndiyo hofu kuu kwa Israel. Israel inaamini kabisa Iran inataka kutengeneza silaha za nyuklia, ikiliona kama tishio kubwa la kiusalama. Iran inasisitiza mpango wake ni kwa madhumuni ya amani, nishati, matibabu. Hofu hii imesababisha Israel kufanya kila jitihada kuzuia maendeleo ya mpango huo, ikiwemo mashambulizi ya siri na mauaji. Ushawishi wa Iran katika kanda ya proxy za Iran, ambapo Iran imeongeza ushawishi wake Mashariki ya Kati kwa kuunga mkono vikundi vya Hezbollah maarufu kama Lebanon, Hamas na Islamic Jihad yani Gaza, vikundi vya Kishia nchini Iraq na Wahouthi yani Yemen. Israel ina viongozi hivi kama vitishio vya moja kwa moja vinavyoweza kutumika dhidi yake, na imefanya operesheni nyingi za kijeshi kulenga maeneo ya Iran na washirika wake, hasa nchini Syria. Msimamo wa Iran kuhusu Israel na mzozo wa Palestina ni tangu mapinduzi ya Kiislamu ya 1979. Iran imechukua msimamo mkali dhidi ya Israel, ikiita taifa la Kizayuni haram na kusisitiza kuunga mkono kikamilifu wa Palestina. Iran inaamini Israeli inakalia kimabavu ardhi ya Palestina. Msimamo huu unakinzana moja kwa moja na haki ya Israeli ya kuwepo kama taifa huru, na hivyo kuongeza uhasama. Vita vya kivuli na operesheni ya kijasusi. Kumekuwa na vita vya kivuli vinavyoendelea kati ya nchi hizi mbili. Israel inashutumiwa kwa kushambulia meli za Iran na kufanya mashambulizi ndani ya Iran yanayolenga miundombinu au wanasayansi. Iran inashutumiwa kwa kupanga mashambulizi ya ugaidi au kimtandao dhidi ya malengo ya Israel, ingawa si sababu pekee. Tofauti ya kimsingi za kidini na kiitikadi pia zinachangia mvutano. Uyahudi wa Kizayuni nchini Israel unasisitiza haki ya Waisraeli kuwa na nchi yao. Kwa upande mwingine, Uislamu wa Kishia nchini Iran unafikiwa na itikadi ya kupinga ukoloni na kuunga mkono mataifa dhaifu ikiwemo Palestina. Misimamo hii mikali inafanya iwe vigumu kufikia suluhu ya amani. Nani anamsaidia Israel? Israel inapokea msaada na uungwaji mkono kutoka kwa nchi mbalimbali, huku Marekani ikiwa mshirika wake mkuu na muhimu zaidi. Marekani ndiyo mtoaji mkuu wa msaada wa kijeshi, mabilioni ya dola kwa silaha, teknolojia kama Iron Dome na mafunzo, ushirikiano wa kijasusi na uungwaji mkono wa kidiplomasia katika majukwaa ya kimataifa. Mfano, kutumia kwa veto Umoja wa Mataifa. Uingereza ina uhusiano wa karibu sana na Israel, inauza baadhi ya silaha na imetoa msaada wa kiufundi wa kijasusi. Na pia Ujerumani ina uhusiano imara na Israel kutokana na historia na imetoa msaada wa kijeshi na kifedha. Baadhi ya nchi za Kiarabu kwa siri au kwa waziwazi, nchi kama Saudi Arabia ni falme za Kiarabu na Bahrain zinazoziona Iran kama tishio, zimejenga uhusiano wa siri au wazi wa Israel, mara nyingi kwa lengo la kukabiliana na ushawishi wa Iran. Jordan pia imetambuliwa kwa jukumu lake muhimu katika kuzuia mashambulizi ya Iran. Ni muhimu kutambua kuwa ingawa nchi hizi zinatoa msaada, zote zinafanya jitihada, kwani vita hivyo vinaleta madhara makubwa kwa eneo lote la uchumi wa dunia. Msaada mara nyingi hulenga kuimarisha ulinzi wa Israel. Nani anamsaidia Iran? Iran inategemea zaidi mtandao wake wa washirika wa kikanda unaojulikana kama Axis of Resistance, na baadhi ya nchi zenye maslahi yanayofanana duniani, vikundi vya wakala Axis of Resistance. Hawa ndio waungwaji mkono wakuu. Iran inawapa msaada wa kifedha, kijeshi, silaha na mafunzo, na itikadi hujumuisha Hezbollah yani Lebanon, kikundi chenye nguvu zaidi na ushawishi mkubwa kinachotumika kama mstari wa mbele wa Iran dhidi ya Israel. Hamas na Islamic yani Jihad huko Gaza, Palestina.
Vikundi hivi vinavyopigana na Israel hupokea silaha, pesa na mafunzo kutoka Iran. Vikundi vya Kishia nchini Iraq kama vile Katib Hezbollah na Popular Mobilization Forces, yani PMF, vimekuwa vikiwalenga wanajeshi wa Marekani na malengo yanayohusiana na Israel. Wahouthi Yemen wanapokea msaada wa Iran na wamekuwa wakifanya mashambulizi ya makombora na drone dhidi ya Israel na meli za biashara katika Bahari Nyekundu. Urusi zimekuwa zikijenga uhusiano wa kimkakati hasa tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Kumekuwa na ripoti ya Iran kuzuia Urusi ndege zisizo na rubani na Urusi kusaidia Iraq kuendeleza teknolojia yake ya kijeshi. Pia ushirikiana kidiplomasia wakipinga sera za Magharibi. Uchina sio mshirika wa kijeshi wa moja kwa moja, lakini ina uhusiano muhimu wa kiuchumi na kidiplomasia na Iran. Uchina ni mmoja wa wanunuzi wakubwa wa mafuta ya Iran na imewekeza katika miundombinu yake, ikitoa msaada muhimu wa kiuchumi dhidi ya vikwazo. Pia imewahi kupatanisha mazungumzo kati ya Iran na Saudi Arabia. Na vipi Korea Kaskazini? Korea Kaskazini kumekuwa na historia ya ushirikiano katika teknolojia ya makombora na Iran inadhaniwa kupata baadhi ya teknolojia yake kutoka huko. Uhusiano wa Iran na washirika wake mara nyingi ni kwa kimkakati zaidi kuliko urafiki wa kweli, ukilenga maslahi yao wenyewe na kupinga ushawishi wa Marekani na Israel katika eneo. Hii ni ripoti ya MediaWire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika, na mimi ni Joseph na Waisangura.